JA Podcast Online TV. Mwanamke atakayeolewa katika jamii hii, basi huyo atakuwa ni mwanamke wa jamii nzima. Kwa kifupi, atakuwa ni mwanamke wa umma. Yaani sio mjomba wala sio chifu wala sio ndugu kutoka katika koo zingine, wote wataruhusiwa kukutumia. Bila kusahau mwanaume uliopewa dhamana ya kuishi na yule mwanamke pale tu wanapotokea wageni, aidha ni watalii kutoka nchi za nje au ni ndugu kutoka koo tofauti, basi utahitajika umtoe mtoto wako au mke wako unaoishi naye katika nyumba yako kuwapa wageni. Na ikitokea yule mwanamke wako amempenda mmoja wa wageni, basi ataruhusiwa kuondoka naye bila shida yoyote. Kutana na kabila moja linalofahamika kwa jina la Himba Tribe. Kabila hili linapatikana Namibia, bila kusahau kusini mwa nchi ya Angola. Kabila hili linaabudu Mungu anayefahamika kwa jina la Mukuru. Hivi karibuni wamejichotea umaarufu sana kutokana na mila na desturi ambazo wanazifanya, ambazo zinajulikana kwa jina la Ukwijipesu Omukuzendu, ambayo sasa baba na mama wanaruhusiwa kumgawa binti yao kwa mgeni au kwa mtalii ambaye anafika katika jamii yetu. Sasa ni sababu zipi au ni imani zipi zinazofanya mwanamke unayemuoa katika jamii ile basi kuwa ni mwanamke wa jamii nzima, hasa wageni wanaokuja katika ile jamii? Wao wanachoamini ni kwamba kitendo cha mwanamke kwenda kulala na mgeni au mtalii anayekuja katika jamii ile au mtu yoyote ambaye anakuwa katika jamii ile, basi kitendo kile kwanza ni ukarimu, kitu cha pili ni heshima, na kitu cha tatu ni baraka. Bila kusahau kitendo kile kinafukuza laana na chuki ambazo zipo ndani ya ukoo. Sasa drop your comment, utuambie, je, ni sahihi kumfanya mwanamke kama mali ya jamii? JA Podcast Online TV.